Дорогие граждане России, дорогие ветераны, уважаемые гости. Wananchi wapendwa wa Urusi, makomredi wastaafu, wageni waalikwa, wanajeshi wetu kutoka vitengo mbalimbali, ndugu mabaharia, masajenti na maafisa wadogo jeshini, wahudumu wa kati na maafisa wa kamandi tofauti, majenerali na askari wetu shupavu. Ninawapongeza kwa kumbukumbu ya miaka 80 ya ushindi katika vita vikuu vya ukombozi. В Великой Отечественной войне. Сегодня всех нас объединяют чувства радости и скорби. Leo sote hapa tumeunganishwa na hisia za furaha na huzuni, kiburi na shukrani, tukivutiwa na kizazi kilichokandamiza unazi kwa gharama ya mamilioni ya maisha yao ili kuleta uhuru na amani kwa wanadamu wote. Tunahifadhi na kuenzi kwa uaminifu kumbukumbu za matukio haya ya kihistoria na ya ushindi kwa nchi yetu. Na kwa sisi warithi wa washindi hawa, hatuna budi kusherehekea likizo ya Mei 9 kama likizo muhimu zaidi kwa nchi yetu, kwa taifa letu na kwa kila familia ya Urusi na kwa kila mmoja wetu. Мая как родной, как самый главный для страны, для всего народа, для каждой семьи, для каждого из нас. Baba zetu na babu zetu waliokuwa bara hili na walituhusia kutetea nchi yetu, kuwa na umoja, kutetea kwa dhati maslahi yetu ya kitaifa na historia yetu pevu, tamaduni na maadili yetu, na kwa kila kitu ambacho ni kipenzi kwetu, pamoja na kila kitu ambacho ni kitakatifu kwetu. Tunakumbuka vyema somo tulilolipata katika vita vya pili vya dunia, na kamwe hatukubaliani na upotoshaji wa matukio yake, wala majaribio ya kuhalalisha wauaji na kuwatukana washindi wa kweli wa ukombozi huu. Мы помним уроки Второй мировой войны и никогда не согласимся с искажением ее событий, с попытками оправдать палачей и оболгать подлинных победителей. Jukumu letu ni kutetea heshima ya askari na makamanda wa jeshi letu jekundu, kazi kubwa ya wawakilishi kutoka mataifa tofauti ambao watabaki milele katika historia ya ulimwengu kama askari shupavu wa Urusi. Urusi imekuwa na itaendelea kuwa kizuizi madhubuti kisichoweza kuharibiwa na unazi wala chuki dhidi ya Urusi, na itapambana na ukatili unaofanywa na watetezi wa mawazo haya ya fujo yenye uharibifu. Napenda mjue kuwa ukweli na haki viko upande wetu. Nchi nzima, jamii na watu wetu wote wanaunga mkono washiriki wa operesheni maalum ya kijeshi huko Ukraine. Tunajivunia ujasiri na uamuzi wao, nguvu ya roho ambayo daima imetuletea ushindi pekee. Marafiki wapendwa, Umoja wa Kisovieti ulibeba mzigo mkubwa wa mashambulizi ya kikatili na sio na huruma ya adui. Mamilioni ya watu ambao walijua tu amani, ilibidi sasa wachukue silaha na kusimama kupambana hadi kifo. Waliamua matokeo ya vita vya pili vya dunia na ushindi usio na masharti katika vita vikubwa karibu na Moscow na Stalingrad, Kushki na Dnipro. Советский Союз принял на себя самые свирепые, беспощадные удары врага. Миллионы людей, знавших лишь мирный труд, взяли в руки оружие. Ujasiri wa askari wa Belarus tutaendelea kukumbuka, kwani wao ndio wa kwanza kukutana na adui na wakashiriki kudhibiti ngome za Brest na Mogilev, Odessa na Sevastopol, Murmansk, Tula na Smolensk. Ushujaa wa wakazi wa mkoa wa Leningrad uliokuwa umezingirwa, ujasiri wa watu wote waliopigana kwenye mstari wa mbele wa vita katika vikosi vya ardhini. Mashujaa wetu hawa waliondoa kabisa nchi yetu chini ya moto wa adui kwa kipimo kisichopimika cha uwezo na nguvu zao. Mipango ya wanazi ya kutoa muungano wa Sovieti ilivunjwa na umoja wa kweli wa nchi yetu. Ushujaa wetu ulikuwa mkubwa na kubeba mzigo mzito wa vita. Mchango wa wenyeji wa Asia ya Kati na Transcaucasia ulikuwa mkubwa pia. Kuanzia hapa, treni zenye kila kitu kilichohitajika ziliendelea kufanya kazi zake bila usumbufu wowote. Hospitali zikapatikana hapa na mamia kwa maelfu ya watu walioharibiwa makazi yao walipata makazi ya pili hapa. Walishiriki makao, mkate na joto pamoja nasi. Tunamheshimu kila mkongwe wa vita vikuu vya pili vya ukombozi. Tunainamisha vichwa vyetu mbele ya kumbukumbu ya wote waliotoa maisha yao kwa ushindi huu. Kwa kumbukumbu wa vulana wetu, binti zetu, baba zetu, mama zetu, bibi zetu, babu zetu, wanaume kwa wanawake, kaka, dada, majamaa na marafiki wetu. Tunainamisha vichwa vyetu mbele ya wenzetu hawa waliobeba silaha na waliokufa kifo cha kishujaa katika vita vya haki kwa ajili ya Urusi yetu. Сестер, родных, друзей. Склоняем головы перед нашими боевыми товарищами, погибшими смертью храбрых в праведном бою за Россию. Объявляется минута молчания.
Дорогие друзья, в огненную орбиту Второй мировой войны было... Marafiki wapendwa, karibu 80% ya watu wote katika sayari hii ya dunia walivutwa kwenye moto wa vita hivi vya pili vya dunia. Ushindi kamili dhidi ya Ujerumani ya Unazi, Japani ya kijeshi na satelaiti zao katika maeneo tofauti ya dunia ulipatikana kupitia juhudi za pamoja za nchi wanachama Umoja Mataifa. Marafiki wapendwa, tutaendelea daima kuangalia maveterani wetu kwa ajili ya upendo wao wa dhati kwa nchi yetu, azimio lao la kutetea nyumba zetu, maadili ya binadamu na haki. Na kwa juhudi zao hizi, hatuna budi kuufanya urithi huu mkubwa kuwa ni jambo la kulirithisha vizazi hadi vizazi. Daima tutategemea umoja wetu katika masuala ya kijeshi na amani, katika kufikia malengo ya kimkakati, katika kutatua matatizo kwa jina la Urusi, ukuu wake na ustawi wake. Utukufu kwa watu washindi. Heri ya sikukuu ya ushindi. Hura! Стратегических целей, в решении задач во имя России, ее величия и процветания. Слава народу-победителю! С праздником! С Днем Великой Победы! Ура!